Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa kutupa tena nafasi hii kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena, upendeleo wa Mungu umetukusanyisha tena, na kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Ibada tulio nayo ni ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama ilivyoandikwa, kwa lolote tunaolifanya, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, tuyafanye yote kwa jina la Yesu. Yaani tuyafanye yote uwepo wake ukiwa pamoja na sisi, ndio maana yake. Ninayesema na Mama El wa Jesus is the way, kwa moyo wa upendo kabisa na kukaribisha katika ibada hii. Na msingi wa ibada hii ni neno la Mungu kwa ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu, unaosema ya kwamba hauwezi kuwa shahidi wa Bwana Yesu wala shahidi wa ufalme wa Mungu bila Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuwa mashahidi wa Bwana Yesu wala kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu Baba bila Roho wake Mtakatifu. Tuombe. Tafungua ibada hii kwa maombi. Asante Bwana Yesu kwa kutupa tena nafasi hii. Hakika Baba yetu wa mbinguni umetupa nafasi. Nasi Baba, katika jina la Yesu tumekusanyika kwa jina lako Bwana Yesu. Na katika agano kuu la damu ya Yesu Kristo Mwokozi, ni mimi Baba mtumishi wako nimeungamanika na kondoo wako hawa katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Baba Mungu, na kusii rehema na neema juu yangu na juu yao Baba. Baba, katika agano la damu yako takatifu, ninakushukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Asante kwa nafasi hii tena uliotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Baba, asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako na uweza wako. Asante Baba wa mbinguni kwa rehema zako na neema yako ambazo ni mpya kila siku itwapo leo. Baba, katika agano la damu yako takatifu tunasimama kabisa kwa ujasiri. Ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema Bwana. Ni mimi mtumwa wako, mtumishi wako Bwana, ikiwa nimelibeba kanisa lako hili, kondoo wako hawa, watoto wako Bwana unaowapenda upeo Baba, katika jina la Yesu na kusii rehema zako na kuomba Baba msamaha wa damu yako usinipungukie mimi mtoto wako, mtumishi wako. Msamaha wa damu yako Yesu unisamee, unirehemu. Ninatubu kwako Baba popote nilipokosa, iwe ni kwa kujua au kwa kutokujua, iwe ni kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Ninaomba Baba damu yako ipate kunisafisha, iwe ni kwa kutokutimiza mapenzi yako. Ninaomba damu yako Yesu ipate kunisafisha. Ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema Bwana. Ndiyo Baba, ni kwako tu kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Asante Bwana Yesu, nioshe, nisafishe, nitakase kwa damu yako ya agano jipya, na kwa damu yako Yesu ya agano jipya Bwana, ukazidi kunisimamisha katika neema na nafasi ambayo umenikusudia kwa utukufu wa jina lako Bwana. Asante Yesu kwa msamaha huu. Ndipo sasa Baba ninatubu kwa ajili ya wateule wako hao wote Baba, huyu mama, huyu kijana, huyu binti, huyu watoto hao, wazee hao, wao na familia zao Baba, ninasimama mimi nikiomba rehema, nikitubu kwa ajili yao. Msamaha wa damu yako Baba na kusii uwe juu yao. Msamaha wa damu yako kapite kwenye mioyo yao, kwenye roho zao, kwenye nafsi zao, kwenye njia zao Baba, popote walipokukosea kwa mawazo, maneno, matendo, wamekukosea we Baba, na kwako Baba ndipo kuna msamaha. Tunaingia na damu yako ya agano jipya, damu ya sadaka, na kuomba Bwana msamaha wa damu yako, na damu yako ikawasafishe sasa na kuwafinyanga kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Baba kwa kuwa kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Baba, katika jina la Yesu umetupa tena nafasi, nasi tunakushukuru. Roho Mtakatifu wa Mungu, tazama Bwana, ni nafasi nyingine tena. Uwepo wako Bwana uende na sisi. Uwepo wako Baba usimame na sisi. Roho Mtakatifu wa Mungu, ongoza ibada hii sawa sawa na mapenzi yako. Ukasimame sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ukaiongoze ibada hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukalithibitishe neno lako ya kwamba ni la kwako na limetoka kwako, na uweza na nguvu zako Bwana zikazidi kutuhudumia sasa
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamwaga damu ya Yesu popote ninapopita ibada hii, ninaifunika kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaenda kinyume kabisa na falme na mamlaka za giza na wakuu wa giza hili na majeshi yote ya mapepo mabaya, mapepo chafu katika ulimwengu wa kiroho, waliojinua, wanaojinua na watakaotaka kujinua ili kupinga kusudi la Mungu alilolikusudia kupitia ibada hii. Nami ninawafunga kwa ufunguo wa damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninawaseta kuzimu kwa jina la Yesu. Hamna mamlaka juu ya ibada hii katika jina la Yesu. Baba, katika agano la damu yako takatifu, ibada hii kazidi kupita Bwana, na neema yako na uwepo wako kadhihirike katika jina la Yesu. Baba, takasa mioyo yetu, tunakusihi Baba yetu wa mbinguni, safisha mioyo yetu, itakase katika kulipokea neno lako. Roho Mtakatifu wa Mungu, weka mioyo ya unyenyekevu ndani yetu, jenga mioyo ya unyenyekevu ndani yetu katika kulipokea neno la Bwana, katika jina la Yesu. Neno lako Yesu ni uzima, ni taa na mwanga wa maisha yetu. Neno lako Bwana likikaa moyoni mwetu, hakika linatuongoza kumcha Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Roho Bwana, utukufu na heshima ni vya kwako Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mungu, asante Baba, uwepo wako na nguvu zako. Asante kwa kuwa uko pamoja na sisi, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu, ujumbe ambao Roho Mungu mbingu zimekukusudia ukufikie sasa. Amen. Hauwezi kuwa shahidi wa Bwana Yesu wala shahidi wa ufalme wa Mungu bila Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tukumbuke Bwana wetu Yesu Kristo alisema, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Na Yesu Kristo ndiye Immanueli. Immanueli, Mungu pamoja na mwanadamu, Mungu pamoja nasi. Sasa huyu Bwana Yesu anakaaje pamoja na sisi? Kwa Roho wake Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Alisema, mimi naenda kwa Baba, nami nikifika huko nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi ambaye ndiye Roho wa kweli, ambao ulimwengu hawatomtambua, lakini sisi, yani Yesu akasema sisi tutamtambua huyu Roho Mtakatifu, kwa sababu atakaa kwetu, atatuongoza yote, atatufundisha yote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na niko hapa kukuambia, kazi unazoona, maajabu ya Mungu anayoyafanya ni uwepo wa Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo hatuwezi kuwa mashahidi wa Bwana Yesu wala kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu bila Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu, niko hapa kukwambia, kama upo kwenye madhabahu inayompinga Roho Mtakatifu, inapinga ujazo wa Roho Mtakatifu, inapinga karama za Roho Mtakatifu, ujue tu wewe kama Mkristo haupo mahali sahihi, na hautaweza kutembea kwenye kusudi la Mungu Baba. Hautaweza kufika kwenye hatima Mungu aliyokukusudia. Na kuelewa kwako neno hili ndipo kufunguliwa kwako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nasema hivi, hauwezi kuwa shahidi wa Bwana Yesu hapa duniani, wala hauwezi kuwa shahidi wa ufalme wa Mungu hapa duniani bila Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hiyo kama upo kwenye madhabahu yoyote inayompinga Roho Mtakatifu, inapinga ujazo wake, inapinga nguvu zake, inapinga karama zake, jua tu wewe kama Mkristo. Mkristo manake ni mali ya Kristo. Mkristo sio jina, Mkristo sio dhehebu, Mkristo sio dini. Mkristo manake wewe kama Mkristo, kama ni mali ya Kristo, ujue tu kama uko kwenye madhabahu zinazompinga Roho Mtakatifu, haupo mahali sahihi, na hautaweza kutembea kwenye kusudi la Mungu, wala hautaweza kufika kwenye hatima ambayo Mungu Baba amekukusudia. Kwa sababu gani, Mama Eli? Kwa sababu hauwezi kuwa shahidi wa Bwana Yesu. Huyu Yesu naisema Yesu ni Bwana. Hauwezi kuwa shahidi bila uwepo wa Roho Mtakatifu, na hauwezi kuwa shahidi wa ufalme wa Mungu. Huu ufalme wa Mungu ambao
Mungu Baba amesema, utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, na hayo yote mnayoyatamani mtazidishiwa. Basi niko hapa kukwambia, hauwezi kuwa shahidi wa ufalme wa Mungu kama huna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa, kwa nini nasema haupo mahali sahihi kama uko kwenye madhabahu ambayo inapinga Roho Mtakatifu? Na hizi madhabahu zipo, zinapinga nguvu za Roho Mtakatifu, zinapinga uwepo wake, zinapinga. Sasa kwa sababu msingi wa ufalme wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Oh, haleluya. Na damu ya Yesu itakase fikra zetu, mawazo yetu. Damu ya Yesu itutakase akili zetu, tupate kuelewa hichi ambacho Roho Mtakatifu wa Mungu amekukusudia wewe mtoto wake uelewe na uokolewe kwa neno hili. Nasema haupo mahali sahihi hapo wanapopinga Roho Mtakatifu, wanapopinga karama zake, wanapopinga nguvu zake, wanapompinga Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu msingi wa ufalme wa Mungu ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Na hii tunathibitishiwa na neno la Mungu katika Warumi 14 mstari wa 17. Warumi 14 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Yaani maana yake nini? Yaani yote ndani ya ufalme wa Mungu ni katika Roho Mtakatifu. Maana yake yapo ndani ya Roho Mtakatifu. Kila kitu katika ufalme wa Mungu kipo ndani ya Roho Mtakatifu na yanafanyika katika Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo kama ni haki, basi haki katika Roho Mtakatifu. Kama ni amani, basi ni amani katika Roho Mtakatifu. Kama ni furaha, basi ni furaha katika Roho Mtakatifu. Maana ufalme wa Mungu, imeandikwa, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu. Mambo yote ndani ya ufalme wa Mungu ni katika Roho Mtakatifu. Sasa utaona ya kwamba bila Roho Mtakatifu kanisa haliwezi kufika sehemu yoyote. Na nikisema kanisa, nasisitiza, sisemi jengo, nasema ni mimi na wewe na yule tuliokombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu, sisi kama watoto wa Mungu tuliomwamini Bwana Yesu na kuamini kazi aliyoifanya msalabani ilikuwa kwa ajili yetu na kukombolewa kwa damu ya Yesu, haturuhusiwi kutoka kufanya kazi ya Mungu yoyote bila Roho wake Mtakatifu, bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Pia haturuhusiwi kufanya chochote bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na hii tunaiona katika neno la Mungu la Matendo 1 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo huyu ni Bwana Yesu anasema tutakuwa tu mashahidi wake, tutamshuhudia yeye, lakini kwanza lazima tupokee nguvu akisha tujilia huyu Roho Mtakatifu. Sikiliza, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alizaliwa, akaishi, akafa, akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi, na kutoka huko atarudi kuwachukua waliomwamini, na pia atawahukumu walio wazima na wafu. Ndivyo maandiko yanavyotuambia. Sasa, kabla Bwana wetu Yesu Kristo hajapaa mbinguni, alituahidi kwamba tutapokea nguvu akiisha tujilia Roho Mtakatifu, na ndipo tutakuwa mashahidi wake duniani kote. Kwa hiyo mpendwa, kwa neno hili hatuwezi kuwa mashuhuda wa Mungu Baba na ufalme wake bila Roho Mtakatifu na bila nguvu zake
Roho Mtakatifu. Wapendwa, ni wazi kabisa hatuwezi kuifanya kazi ya Mungu Baba wa mbinguni hata hatua moja bila msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kumbuka, usipomruhusu Roho Mtakatifu wa Mungu kwenye maisha yako afanye kazi, basi uwe na uhakika kuna roho nyingine inayokuongoza katika unachokifanya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usipoongozwa na Roho ya Mungu, basi kuna roho nyingine inayokuongoza. Kwa hiyo usishangae sana wale ambao wanampinga Roho Mtakatifu, wanapinga nguvu zake, wanapinga karama zake. Ipo roho ndani yao inayowaongoza kupinga hayo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Matendo 1 ule mstari wa 4, neno la Mungu linaendelea kusema, hata alipokuwa amekutana nao, yani Yesu, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Yani kwake Yesu walisikia ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Yesu anasema, neno la Mungu linasema aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Yani wasitoke, wasianze kazi, bali waingojee ahadi ya Baba. Ahadi gani? Anawaambia, ambayo mimi nilishawaambia habari zake, mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu anatuambia hatutakiwi kutoka huko nje bila Roho Mtakatifu wa Mungu. Hatuwezi peke yetu, hatuwezi wapendwa, hatuwezi. Sasa utaona kwa nini kwa wengine wokovu umekuwa mzigo, huduma zimekuwa mzigo, kwa sababu haumpi nafasi Roho Mtakatifu. Maisha ya wokovu yamekuwa mzigo kwa wengi, na wengi wamejikuta wakirudi nyuma kwa sababu humpi Roho Mtakatifu nafasi. Lakini kwa wale ambao tunampa Roho Mtakatifu wa Mungu nafasi, hakika wokovu tunaenjoy. Tena hatuwezi kuimagine, yani hatuwezi kufikiria maisha bila wokovu, maisha bila Yesu, maisha bila uwepo wa Mungu, maisha bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Yani hakifikiriki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu wa Mungu anatusaidia kurahisisha. Nisemaje? Mungu nisaidie. Sina maneno ya kuzungumza, ila niko hapa kukwambia peke yako huwezi, ila na Bwana unaweza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu anatuambia hatutakiwi kutoka huko nje bila Roho Mtakatifu wa Mungu. Na tunaona wanafunzi wa Bwana Yesu kina Petro walitii sana hii. Hawakutoka kuanza kazi yoyote ya Mungu, bali walisubiri ahadi hii kama walivyopewa maagizo na Bwana. Maagizo gani? Ni haya ya Matendo 1:4. Neno la Mungu linasema, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Alafu pale tulipopita mstari Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Yani hatuwezi kuwa mashahidi wa Bwana Yesu, hatuwezi kutoka kufanya kazi ya Mungu, hatuwezi kuwa mashahidi wa ufalme wa Mungu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, bila Roho wake Mtakatifu. Mpaka hapo umenisikia? Nimeenda taratibu ili upate kuelewa huu msingi. Na neno la Mungu la Matendo 2 ule mstari wa 1 mpaka wa 4, neno la Mungu linasema hawa walisubiri. Ndio inatuthibitishia hii. Neno la Mungu linasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi wanasubiri. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto, uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu,
wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Je, wewe umejazwa Roho Mtakatifu kama mwanafunzi wa Bwana Yesu? Neno la Mungu linaendelea kusema, wakaanza kusema kwa lugha mpya, kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Kwa hiyo wapendwa, kwa neno hili tunaona kabisa wanafunzi walisubiri mpaka wakajazwa Roho Mtakatifu. Na baada ya tukio hili ndio wakaanza kumshuhudia Bwana Yesu na kuhubiri habari za ufalme wa Mungu kwa ujasiri mkuu, mpaka watu wakawa wanashangaa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Matendo 4 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yaani unaona, Roho Mtakatifu wa Mungu ukiwa naye, lazima ufanye mambo ya kushangaza. Hapa wengine tulipo, mimi wanasema heshima zetu ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yetu, kwa sababu yeye ndiye anayekujulisha yote. Yeye ndiye anayekuongoza kitu gani ukiongee kwa wakati gani, somo gani ulifundishe kwa wakati gani. Anakufundisha, na anapokufundisha anakwambia anza na hiki, malizia na hiki, fanya hiki. Yaani heshima yetu ni Yesu ndani yetu, ni uwepo wa Mungu ndani yetu. Uwepo wa Mungu tunaupataje wapendwa? Ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Kama wewe ulivyo na roho yako ndani yako, Mungu naye roho wake ndio huyu Roho Mtakatifu ambaye ametupa sisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya. Nimeona watu waliokuwa wana kigugumizi, lakini Mungu alipowachagua wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaongea na wanalitamka neno la Mungu na wanalizungumza kwa ujasiri. Kwa hiyo walianza kuwa na ujasiri wa kutangaza ufalme wa Mungu na kufanya mambo makubwa yaliyoshangaza wengi sana, kwa sababu Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa pamoja nao. Kumbuka, uwepo wa Roho Mtakatifu wa Mungu ndio uwepo wa Mungu mwenyewe. Kama tusivyoweza kukutenganisha wewe na roho yako, ndivyo hatuwezi kumtenganisha Mungu Baba na roho wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika na huku nako. Oh, haleluya. Kanisa, hauwezi kuwa mtu wa kuupindua ulimwengu, kuleta mabadiliko ulimwenguni kama kina Petro, bila uwepo wa Roho Mtakatifu wa Mungu Baba. Na hawa walisubiri wakajazwa. Amen. Kwa hiyo sababu ya wewe Mkristo kutoleta mabadiliko yoyote ni huna Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, Roho Mtakatifu wa Mungu ni lazima tuwe naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tufanyeje? Tunaona wakina Petro na Yohana, neno la Mungu linasema walikuwa jasiri na watu waliona. Neno la Mungu linasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana waliona, na neno la Mungu linasema watu hawa walioupindua ulimwengu wamefika na huku nako. Wasingesimama kwa ujasiri, injili isingetufikia sisi. Lakini injili leo ya Kristo Yesu imefika duniani kote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nifanye nini ili nimpokee Roho Mtakatifu wa Mungu? Oh, haleluya. Ufunuo 21 mstari wa 6. Ufunuo 21 mstari wa 6. Nitakwambia jambo hili. Neno la Mungu linasema, akaniambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemu ya maji ya uzima bure. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemu ya maji ya uzima bure.
Na Yohana 37 ule mstari wa 39. Hapana, sio Yohana 37. Hii ni Yohana ngapi? Yohana ngapi? Inasema, nitakutajia inavyosema neno la Mungu hapa. Utaona kwamba linasema kwamba Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Haleluya. Aniaminie mimi, yani amwamini Yesu, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea. Mto wa maji ya uzima, mto wa maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea. Alafu ule Ufunuo 21:6 inasema ya kwamba akaniambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemu ya maji ya uzima bure. Kwa hapa tunaona haya maji ya uzima yanayozungumziwa ni Roho Mtakatifu. Na haya maji ya uzima ambayo ni Roho Mtakatifu, ili uyapate, sifa ya kwanza lazima uamwamini Yesu, alafu uwe na kiu. Yesu anasema hivi, neno la Mungu linasema, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai, ndio maji ya uzima, itatoka ndani yake. Haleluya. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho wake Mtakatifu ambaye wale wamwaminio watampokea. Kwa hiyo cha kwanza ni kumwamini Yesu. Haleluya. Alafu una kiu, cha pili unatakiwa uwe na kiu. Kila aliye na kiu na aende kwa Bwana na anywe haya maji ya uzima. Alafu anasema bure. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bure. Kwa hiyo maji ya uzima ni Roho Mtakatifu. Sasa ili umpate lazima uwe na kiu naye. Yaani uwe na uhitaji naye, na pia hiyo kiu yako lazima uende nayo kwa Bwana Yesu. Yeye ndiye anajaza. Anasema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Kwa hiyo lazima uwe na kiu, mtoto wa Mungu. Lazima uwe na hamu ya huyu Roho Mtakatifu. Lazima umtake Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi mmoja alinifurahisha, alisema Roho Mtakatifu wa Mungu ni gentleman. Yaani ni mstarabu, hakuvamii tu. Roho Mtakatifu wa Mungu anaingia kwa wale wenye kumtaka, wenye kiu naye. Na hii kiu, mpendwa wangu, hauipeleki kwa mtumishi, hauipeleki mahali popote pale. Yesu anasema, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hatua ya kwanza, unakwenda kwa Yesu na kiu yako hiyo ndio unaipeleka kwake. Yeye ndiye anayo maji ya uzima. Aniaminie mimi, asema Bwana, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho Mtakatifu ambaye wale wamwaminio watampokea. Wewe unasema umemwamini Bwana Yesu. Je, umempokea na Roho wake Mtakatifu? Je, madhabahu uliopo wana support habari za Roho Mtakatifu au wanazipinga? Kwa sababu huwezi kumtenganisha Mungu na Roho wake. Huwezi kumtenganisha Yesu na Roho Mtakatifu. Huwezi kutenganisha ufalme wa Mungu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana ni Mungu Baba, ni Mungu Mwana, ni Mungu Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 22 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, na Roho na bibi harusi wasema njoo, wanakuita.
naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na atwae maji ya uzima. Yeye atakaye atwae maji ya uzima. Yeye atakaye atwae maji ya uzima, sio yeye alazimishwaye, yeye atakaye. Mungu ameshatupa hii neema. Kwa hiyo ni wewe mwanadamu kutaka, kuwa na kiu, kukubali. Neno la Mungu linasema na yeye atakaye achukue hatua ya kwenda na ayatwae maji ya uzima. Kwa hiyo cha kwanza, muamini Bwana Yesu, kuwa na kiu na Roho wake Mtakatifu. Cha pili hicho, mtake huyu Roho Mtakatifu, umuhitaji Roho Mtakatifu. Kumbuka anaitwa msaidizi tuliyepewa na Mungu. Kwa hiyo anawasaidia wale wanaomhitaji na wanaohitaji msaada wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. La sivyo utabeba ndoo la maji, utabeba lizigo likubwa, msaidizi yuko pembeni, lakini yeye anakwambia acha nikusaidie, lakini we kama hauhitaji usaidizi wake, utaendelea kubeba huo mzigo. Kwa hiyo ndio maana huwezi kumpokea Roho Mtakatifu wa Mungu kwenye madhabahu ambazo hazimtaki, zinampinga Roho Mtakatifu. Na hauwezi kuwa shahidi wa Bwana Yesu wala shahidi wa ufalme wa Mungu bila Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno la Mungu. Na neema ya Mungu isikupungukie leo. Leo tuna maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Tuna maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya. Oh, haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya. Oh, haleluya Yesu we. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya. Tunapoimba wimbo huu, embu moyo wako uwe wazi mbele za Bwana. Mwambie Baba, nina kiu. Na kama unaona huna hiyo kiu, mwambie Baba, nisaidie, nipe kiu ya kutaka uzima wako, ya kutaka maji yako ya uzima. Fungua moyo wako, sahau yote. Sahau nafsi yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sahau nafsi yako, mtake Mungu na nguvu zake na uweza wake na Roho wake Mtakatifu. Huyu ndio amebeba nguvu za Mungu. Neno la Mungu linaniambia kwamba Roho yule yule aliyemfufua Kristo ndiyo yule yule atakayetufufua sisi na roho zetu na miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni nguvu ile iliyomfufua Yesu ndiyo nguvu ambayo inatufufua sisi, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hatuwezi bila huyu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na njia nimekupa: kwanza kumwamini Yesu, pili uwe na kiu, umtake. Haleluya. Haleluya Baba. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya. Oh, haleluya Yesu we. Haleluya Baba. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Haleluya. Oh, unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza. Oh, unaweza Yesu we. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza. Oh, twakuabudu Yesu we. Twakuabudu Yesu. Twakuabudu Yesu. Twakuabudu Yesu.
twakuabudu. Waokoa Bwana, waokoa Yesu, waokoa Yesu, waokoa Yesu, waokoa. Unajibu Yesu, unajibu Yesu, unajibu Baba, unajibu Yesu, unajibu. Ni mshindi Yesu, ni mshindi Yesu, ni mshindi Yesu, ni mshindi Yesu, ni mshindi. Imba haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya. Haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya Baba, haleluya. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa neno lako la uzima. Asante Baba kwa neno lako la uzima Bwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, nimelisema neno lako. Sasa ni zamu yako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni zamu yako Baba, ni zamu yako Bwana kulithibitisha ya kwamba ni la kwako na limetoka kwako. Sante kwa nguvu zako na uweza wako Bwana. Sante kwa neema yako Bwana ya wokovu. Sante kwa malaika wako wa mavuno Bwana, katika jina la Yesu. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana Yesu uwe nami. Ombi langu Bwana Yesu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana naomba uwe nami. Ombi langu Bwana Yesu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana naomba uwe nami. Ombi langu Bwana Yesu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana naomba uwe nami. Uwepo wako Bwana Yesu uwe nami. Baba, uwepo wako Bwana naomba uwe nami. Haleluya. Kwa wewe ambaye umelipokea neno hili, umeliamini na unataka kumwamini huyu Yesu na kumpokea na kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu wa Mungu, tuombe pamoja maombi haya. Sema: Bwana Yesu, nimelisikia neno lako na nimeliamini. Kwa jina lako lililokuu kupita majina yote, ninakuja kwako Bwana Yesu. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote. Ni kwako Baba ninakuja na dhambi zangu na uovu wangu na udhaifu wangu wote na mizigo yangu yote. Baba, ninakuomba unisamehe. Unisamehe na unisafishe kwa damu yako takatifu ya Agano Jipya. Unisafishe roho yangu, nafsi yangu, akili zangu, fahamu zangu, mwili wangu, viungo vyangu, moyo wangu, kwa damu yako ya Agano Jipya. Bwana Yesu, ninakukaribisha kwenye kila eneo la maisha yangu. Karibu Bwana, uwe Bwana wangu na Mwokozi wa maisha yangu. Uwe mfalme wangu, uwe mkombozi wangu.
Bwana Yesu, kwa moyo wangu ninakuamini. Ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Ingia na Roho wako Mtakatifu. Ninakuamini leo. Ninakuamini Bwana Yesu. Na kwa mdomo wangu ninakukiri kuwa wewe ni Bwana wangu na ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ninaamini kabisa kazi uliyoifanya msalabani ilikuwa kwa ajili yangu. Na ninaamini kabisa Mungu Baba alikufufua katika wafu, upo hai. Bwana Yesu, umesema katika neno lako, na kila aliye na kiu na aje kwako anywe. Umesema anayekuamini wewe, mito ya maji ya uzima itamiminika kutoka ndani yake. Baba Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, nina kiu na maji yako ya uzima, ambayo ni Roho wako Mtakatifu. Ninakuja kwako Baba kunywa. Ninakuomba Bwana Yesu, uninyweshe, unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Unijaze kwa Roho wako Mtakatifu. Nifurike sasa Bwana, nijaze kipimo cha kufurika katika jina la Yesu. Hakika Bwana, huu ndio uhai wako usionyauka ndani yangu. Baba, nijaze na kuomba unijaze. Bwana Yesu, nijaze. Nina kiu, nijaze. Nina kiu Baba, na kuomba unijaze. Baba, kwa Roho wako Mtakatifu ninakuomba uniongoze na unisaidie siku zote za maisha yangu. Nikuishie wewe Bwana wangu. Dhambi zisinishinde, majaribu yasinishinde. Asante Bwana Yesu. Asante kwa kunijaza. Sasa hapa endelea kumshukuru Mungu kwa hayo uliyoyaomba. Mwambie Bwana Yesu, asante kwa kunisamehe. Asante kwa kunifanya nikuamini. Umenipa neema ya mimi kukuamini. Na asante leo hii kwa kunijaza kwa maji yako ya uzima ambao ni Roho wako Mtakatifu. Kila mmoja afungue kinywa chake kwa kushukuru. Kumbuka, imani ni kuwa na hakika na mambo unayoyatarajia. Tumekwenda kwa Bwana Yesu, tumeomba tukiwa na imani ya kwamba kile tulichoomba tumepokea. Kwa hiyo mshukuru Bwana. Mwambie Bwana Baba, asante. Asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana Yesu kwa kutujaza. Baba, asante Roho Mtakatifu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Baba kwa kulijaza kanisa lako. Uwepo wako Bwana uko pamoja nasi. Asante Baba kwa kutujaza, kwa kufurika. Endelea kutujaza Bwana, endelea kutujaza. Tuna kiu na wewe Baba, endelea kutujaza. Asante kwa kujifunua katikati yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante kwa kujifunua katikati yetu. Utukufu wa Mungu umedhihirika hapa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Roho Bwana, asante kwa kila mmoja aliyesema ndio kwa Bwana. Asante malaika wa mavuno wenye kuvuna sasa, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, umesema tukija kwako hutotutupa nje kamwe, wala hutoacha yoyote atunyang'anye kutoka kwenye mikono yako. Baba, asante Bwana kwa ajili ya kanisa lako hili. Asante kwa ajili ya mama huyu, baba huyu, kijana huyu, binti huyu. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Rikaside Baba. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, asante Roho Mtakatifu wa Mungu, asante Roho Mtakatifu wa Mungu, asante Roho Mtakatifu wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Asante kwa lugha yako mpya ndani yetu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, asante Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Anakujaza sasa. Unajaa Roho Mtakatifu, unajaa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, jaa kwa kufurika, jaa tufurike Bwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho basi kili baba, asante li baba, asante Yesu. Mungu ni mwema sana.
Baba, asante kwa karama hii, asante kwa uweza wako, asante kwa nguvu zako, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Baba, nakushukuru, asante Baba. Oh, haleluya. Baba, asante kwa nguvu zako. Uwepo wako Bwana unafukuza uwepo wa adui. Uwepo wako Baba unafukuza magonjwa. Uwepo wako Baba unafukuza laana. Uwepo wako Baba unafukuza giza lote kwa jina la Yesu Kristo. Hakika uwepo wako Bwana unaokoa. Ninaona Bwana nguvu zako na uweza wako juu ya kanisa lako sasa kwa jina la Yesu Kristo. Hakika Baba, ni kwa nguvu zako, ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu tunatoka huko na huko tukiwa mashuhuda wako Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye ya kwamba wewe uhai, umekufa na kufuka kwa ajili yetu, uhai umekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi ukituombea, na kutoka huko utakuja duniani sisi kutunyakua. Utashuka Bwana kutunyakua Bwana kwa jina la Yesu. Utakuja kwa hukumu walio wazima na wafu Baba. Ushuhuda huu tunaupata na tunaushuhudia kwa ujasiri katika Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Baba Yesu Kristo Baba, tunasema asante. Asante kwa kuwa ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, asante Yesu kwa haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu ambayo Baba imeingia leo kwa watoto wako hawa Bwana. Baba, ninawafunika kwa damu yako takatifu. Ndio Baba, tunakushukuru, tumemaliza wiki hii tena kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa utukufu wa jina lako Baba. Asante kwa kutulisha, kutuvisha, kutunywesha. Asante kwa kutupa neema kulala mahali pazuri. Asante Bwana kwa kujifunua kwa neno lako, kwa Roho wako Mtakatifu katikati yetu. Asante Baba kwa kutuita sisi wanao, wateule wako, watoto wako na utupenda upeo. Asante Baba kwa wokovu wako kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, tunaanza hatua nyingine tena kwa utukufu wa Mungu Baba katika jina la Yesu, na ikanyaga wiki hii nyingine inayoanza kwa damu ya mwana kondoo. Mimi na kanisa lako lote hili Bwana, wateule wako, kondoo wako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, na kila mmoja anayesikia sauti hii Bwana, kwa jina la Yesu na ikanyaga wiki nyingine kwa damu ya mwana kondoo. Kwa ushindi wa damu ya Yesu tunashinda kwa mawazo, tunashinda kwa maneno, tunashinda kwa matendo. Katika mambo haya yote sisi ni washindi zaidi ya washindi pamoja na Kristo. Oh, asante Bwana. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu kwa kuwa sisi sio yatima. Uko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Msaidizi wetu ni wewe, kiongozi wetu ni wewe, mshauri wetu ni wewe. Umesema katika neno lako Bwana, utatushauri na kutuongoza njia tutakayoiendea. Utatushauri jicho lako likitutazama. Asante Baba. Jina la Bwana yetu Yesu Kristo lihimidiwe na kutukuzwa milele na milele katika jina la Yesu. Amen. Ninakufunika kwa damu ya Yesu Kristo ya Agano Jipya katika jina la Yesu. Sema amen. Neema ya Bwana wangu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja na nyinyi katika jina la Yesu. Inuka uangaze, kwa kuwa nuru ya Kristo imekuzukia na utukufu wa Bwana umekuzukia katika jina la Yesu. Amen. Katika mambo yote ukashinde na zaidi ya kushinda kwa Roho Mtakatifu wa Mungu akutia nguvu katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Amen. Amen. Mungu Baba akubariki sana. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 na namba nyingine ni +255 Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen. Dumu kwenye neno la Mungu.